Kama ambavyo anaeleza mwanamichezo Jacob Kapaya ambaye yeye alishuhudia mchezo huu. Kwamba ndo goli langu la kwanza, na mshukuru Mungu pia kwa kwanza na goli mbili. Hatukuwa sawa na ndio maana tumeadhibiwa. Ni hali mbaya sana katikati ya mji wa Dar es Salaam, Mwenge mjini kabisa, inatia aibu. Yes, hapa uwanja wa KMC Complex. Simba wametoa kichapo kizito. Ukisema kichapo cha mbwa koko, sawa. Ukisema kichapo cha mbwa mwitu, sawa. Mabao 6-0 dhidi ya Dodoma Jiji tumeyashuhudia katika uwanja wa KMC Complex, ambapo kocha mkuu wa kikosi cha Dodoma Jiji FC ambaye ni Maxime amesema ubora wa Simba umeamua matokeo. Kwanza kabla yote nafikiri ni wapongeze. Naacha kuwapongeza Simba kwa sababu walikuwa kwenye form nzuri. Na nilisema mwanzo wa mchezo kabla tujaanza, ukicheza na timu hizi lazima wachezaji wako wa smart. Wakifanya makosa kama tunavyofanya na timu hizi ndogo watakuwa adhibu. Sababu wao kila kosa watakuwa adhibu. Simba walikuwa kwenye ubora mkubwa, na sisi nafikiri hatukuwa sawa na ndio maana tumeadhibiwa. Inawezekana hapa ulipo ukiulizwa mara ya mwisho Kibu Dennis kufunga bao kwenye mchezo wa ligi kuu ilikuwa ni mwaka gani, huenda ukaanza kutafuta simu yako na kuingia kwenye mitandao ya kijamii kutafuta majibu. Lakini leo Kibu Dennis anapachika mabao mawili kwenye mchezo wa ligi kuu, ikiwa ni mabao yake ambapo msimu huu tangu umeanza Kibu Dennis ameanza kuisafisha nyota yake, na baada ya kupachika bao alionekana akiisafisha nyota yake kwa mikono yake mwenyewe. Mimi siku zote nasema kwamba goli litakuja kwa muda wake, na mimi napenda sana kufikiria kuhusu improve mechi kila leo na kuweza kuhakikisha kwamba timu tunapata matokeo. Kwa hiyo kuhusu goli naamini kwamba goli litakuja. Nikipata nafasi ya kucheza nitakosea, lakini nitafunga, na siogopi kukosea hata siku moja, wala simsikilizi mtu kwamba Kibu anasema eti mimi ni umia, amna. Siku zote na nahakikisha kwamba kila mechi naendelea kukeep performance yangu iwe juu zaidi. Goli litakuja kwa muda wake, na leo namshukuru Mungu nimeweza kuscore goli mbili. Ndio naweza kusema kwamba Mungu asante kwa kuweza kunipa goli mbili. Nimemshukuru pia Mungu kwa kusema kwamba leo yani nimetakasika zaidi na zaidi. Ni Murtaza Mangungu na kumuuliza mbio za ubingwa wa ligi kuu kwa upande wa Simba kwa msimu huu. Ligi bado kuna mechi zaidi ya 8. Unazungumziaje matokeo ya ubingwa wakati mechi zinaendelea kuchezwa? Hao ambao wanaamini kwamba wao wameshachukua ubingwa kabla ya mechi ya kucheza, labda kuna jambo wanalolitumainia. Hayo tuondoe, inatusaidia kutupa changamoto ya kutosha. Simba hawezi kuogopa kucheza na timu yoyote. Simba inatoka hapa inaenda kumfunga mtu nyumbani kwake, na timu kubwa itakuwa timu za hapa. Ukienda hapo kutazama mechi, vaa barakoa na chini uwe na gambut, vile vimani yale maviatu yale plastiki. Sasa ushasikia mazingira yako hivyo. Vinginevyo unaweza kurudi na maana unayotaka kuyabeba. Bana Kiemba, bao 6 nyingi kwenye mchezo wa mpira wa miguu. Kwenye mchezo wa mpira wa miguu. Kuna michezo mingine ingefunga 6, mfunga chache. 6 chache. Dodoma wamepotea na wapi? Yani au wameingia kwenye mfumo barabara au mfungo uswaumu, watu wengi wanashindwa kucheza kwa viwango vyao. Swaumu si timu zote watu wanafunga au ni wao tu? Wengine inawezekana wanaambiwa tu bwana hapa ambaye anafunga atuambie na hii mechi tusimpanga. Tunapanga watu wanaokula. Inawezekana ikawa hivyo taratibu za timu. Inawezekana, lakini pia unaweza ukakuta ni sehemu, kwa sababu moja ya timu ambazo tunategemea mechi zake zinakuwa za ushindani Dodoma Jiji inapocheza na Simba. Tumeona mechi ya kwanza kule Dodoma kule inapocheza na Simba wapi? Dodoma kule uliona kule eka goli lilikuwa la penalty. Mtu ana control mara 3 mara 4, ni rahisi kumkuta. Hajafanya maamuzi yani kufanya maamuzi mtu anatumia muda mrefu. Lakini kama uwanja kama KMC ukikosea mtu anafanya maamuzi kwenye first touch. Yani ukikosea wewe tu, yule anayekuja yeye ana clear. First touch anafanya maamuzi. Kwa hiyo inawezekana pia ikawa imeongeza hiyo uharaka wa matukio kufanyika. Lakini pia na namna ambavyo labda mechi walijiandaa Dodoma, walikuwa wanaitarajia labda Simba ya tofauti ambayo imeingia leo na kuwawahi kwenye yale matukio ambao wao wamekuwa wakifanya makosa. Sema kwa goli ambazo zimefungwa unaweza kuona ni nyingi, lakini Dodoma kufungwa na Simba hauwezi kuona kama ni kitu kipya, yani ni habari mpya. Habari ni kwamba goli zimekuwa 6
na unajua Dodoma walishaanza kujitangaza kama miongoni mwa timu ambazo zinatoa ushindani kwenye ligi. Zishajiweka kwenye level hiyo. Yeah, kwa hiyo kupoteza kwa goli 6, mwalimu amezungumza vizuri kwamba wamefanya makosa, Simba wameyatumia, wamewafunga, lakini bado unaona kama timu walikuwa na haja ya kufanya zaidi ya kuwajua wapinzani vizuri zaidi ya vile ambavyo waliingia kwenye mechi ya leo. Inaonekana walishindwa kuwasoma vizuri au kuwafahamu vizuri Simba tofauti na walivyotegemea. Kwanza ni kuona kwamba wako level moja. Tushindane nao. Kitu ambacho pia huwa kinaondoa ni sehemu ya kushindwa kujipanga vizuri. Ukishaona mtu mko level moja, unachojipanga ni namna gani na wewe utapigana nao, sio kwanza utazuiaje ili akijisahau na wewe uweze kumshambulia. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinawezekana kimeweza kuwapa Simba faida, lakini pia unaanza kuona baadhi ya wachezaji ambao kadri siku zinavyoendelea wanazidi kupandisha baa zao za kiuchezaji kwa maana upande wa Simba. Kwa maana eneo la ushambuliaji Mpanzo amekuja ameongeza kitu kikubwa kwenye eneo hilo, lakini pia unaona Mkwala kila siku zinavyokwenda kuna kitu anakiongeza. Kwa hiyo ni mjumuisho wa vitu ambavyo Simba wanaendelea kupata huduma bora kutoka kwa wachezaji wao eneo la ushambuliaji. Lakini Kibu amekuwa akifanya kukurukakara nyingi, lakini unaona kuweza kuzimalizia na kuwa magoli, watu wengi walikuwa wanamhukumu hapo, lakini leo ameweza kuanza kufunga na amefunga goli 2. Kwa hiyo unaweza kuona utofauti wa mechi umeanza kuletwa na baadhi ya matukio ambayo yamehusika na wachezaji. Lakini kama timu mimi nawalaumu Dodoma kwa kushindwa kufanya homework vizuri, kutambua Simba wako imara sehemu gani na wapi wana udhaifu. Si cha mnyama Simba ambacho kilianza dhidi ya Dodoma Jiji FC ambacho alianza nacho kocha Fado Davis ni kama ifuatavyo, ambacho kimeweza kumsambaratisha kabisa Dodoma Jiji FC mabao 6-0. Ali Salim Katoro alianza pale kama golikipa, Musa Pinpini Kamara akikosekana mchezo huu mwingine pia. Duchu pia alianza kwenye kikosi, Mohamed Hussein Zimbwe kapteni alianza kwenye kikosi, Shamoka Arbo alianza, Braza Kihamza alipata nafasi ya kwanza, Yusuf Kagoma alianza kwenye kikosi, Kibu Dennis Mkandaji ambaye pia amekuwa man of the match akifunga mabao 2 na kutoa assist 2. Fabrice Luamba Ngoma akianza kwenye kikosi, Stefan Dese Mkwala akipata nafasi pia ya kwanza, Jale Chazawa akianza kwenye kikosi, Elie Mpanzo akikiwasha pia akianza kwenye kikosi, Sabu alikuwepo, Hussein Abeli ambaye naye alipata nafasi ya kuingia kuonesha kile kitu ambacho yuko nacho. Lakini pia Kijili alikuwa benchi, Valentin Noma alikuwa benchi, Okejefa alikuwepo benchi, Debra Fernandez Mavambo alikuwepo benchi, Ali Aweso, Lada Kicha Sambi, Leonel Ateba Mbida, Valentino Mashaka pamoja na Alexander. Hao ndio wachezaji ambao walikuwepo benchi katika mchezo dhidi ya Dodoma Jiji FC ambao Simba ameondoka na ushindi wa mabao 6-0. Mabao ya Simba yakifungwa na wachezaji wafuatao: Kibu Dennis akifunga magoli 2, Jani Chazawa akiingia kambani kwenye huo mchezo pia ameweza kupata nafasi ya kuweza kufunga na yeye kwa upande wake. Elie Mpanzo na yeye pia ameingia kambani kama kawaida, Jani Chazawa akiingia kambani mara 2, bila kusahau Stefan Dese Mkwala pia ameweza kuingia kambani. Mambo yakienda hivyo hadi dakika 90 za mchezo kuweza kutamatika. Tuambie maoni yako namna ambavyo umezitazama dakika zote 90 za mchezo. Nani hasa mchezaji gani amekufurahisha katika huo mchezo, licha kwamba Kibu Dennis amekuwa man of the match? Wapo ambao wanaamini kwa pia Elie Mpanzo alikuwa man of the match. Hii ni kutokana na ubora wa wachezaji wengi ambao leo wamecheza katika huo mchezo.